bibi harusi yatima aliyempata baba yake mzazi akiongoza maombi mbele ya madhabahu. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya nyumba ndogo ya kupanga, huku mvua nyepesi ikigonga mabati kwa sauti ya taratibu. Neema alikaa mbele ya kioo akiwa ameshika gauni lake la harusi mikononi. Macho yake yalikuwa mekundu kana kwamba alikuwa amelala kwa machozi usiku mzima. Nani angeamini siku hii itafika? Alisema kwa sauti ya chini. Pembeni yake, rafiki yake wa karibu Wanjiku alikuwa akipanga viatu vya harusi huku akimwangalia kwa huruma. Leo ni siku yako ya furaha Neema. Usiharibu moyo wako mapema hivyo. Neema alitabasamu kwa shida. Watu wengi huolewa wakiwa na wazazi pembeni yao. Mimi hata sijui baba yangu alikuwa nani. Maneno hayo yaliufanya ukimya ushuke tena ndani ya chumba. Neema alikuwa amelelewa na bibi yake marehemu katika kijiji kidogo karibu na Kisumu. Mama yake alifariki akiwa mdogo sana, na kila alipouliza kuhusu baba yake, bibi yake alikuwa akisema, Mungu ndiye baba yako. Hakuna picha, hakuna jina, hakuna historia. Lakini licha ya maisha magumu, Neema alikuwa msichana mwenye heshima, upole na bidii kubwa. Alifanya kazi katika kampuni ndogo ya huduma za bima mjini Nairobi mpaka alipokutana na Daniel, mwanaume mwenye moyo wa upendo kutoka familia iliyokuwa na uwezo mkubwa kifedha. Daniel alimpenda Neema kwa dhati, lakini familia yake haikuwahi kumkubali kikamilifu. Mama yake Daniel aliwahi kusema kwa siri, msichana asiyejulikana kwao anawezaje kuwa mke wa mwanangu? Kauli hiyo ilimuumiza Neema sana, lakini hakuwahi kujibu kwa hasira. Asubuhi hiyo ya harusi, maumivu yote ya maisha yake yalirudi moyoni kama jeraha jipya. Aliinua macho yake polepole na kusema, kama mama angekuwa hai leo. Wanjiku alimshika mkono haraka. Usilie tena, leo Mungu anaenda kufanya kitu kikubwa kwenye maisha yako. Lakini Neema hakujua kuwa ndani ya saa chache zijazo, siri iliyokuwa imefichwa kwa zaidi ya miaka 25 ilikuwa karibu kufunguliwa mbele ya madhabahu, na mtu wa kwanza kuguswa na siri hiyo alikuwa mchungaji mwenyewe. Kanisa lilianza kupambwa mapema sana asubuhi hiyo. Wanawake walikuwa wakipanga maua, huku wanaume wakirekebisha viti vya wageni. Nje ya kanisa, magari ya kifahari yalikuwa yanaingia moja baada ya jingine. Lakini ndani ya chumba cha maharusi, moyo wa Neema ulikuwa mzito kuliko kawaida. Alisimama dirishani akiwatazama watoto waliokuwa wakicheza nje ya kanisa. Unawaza nini tena? Wanjiku aliuliza. Neema alicheka kidogo bila furaha. Nimekuwa nikijiuliza, baba yangu alikuwa mtu wa aina gani? Labda alikuwa mtu mzuri. Basi kwa nini hakuwahi kunitafuta? Hakukuwa na jibu. Wakati huo huo, gari jeupe lilisimama nje ya kanisa. Mzee mmoja wa makamo akiwa amevaa suti nyeusi, alishuka polepole. Alikuwa mchungaji maarufu aliyeitwa Pastor Ezekiel kutoka Nakuru. Alikuwa amealikwa kuongoza ibada ya harusi kutokana na heshima yake kubwa kanisani. Lakini alipofika getini, macho yake yalibadilika baada ya kuona jina lililoandikwa kwenye bango la harusi: Daniel Wekesa na Neema Achieng. Mzee huyo alisimama ghafla. Amesema nani? Aliuliza kwa mshangao. Mmoja wa vijana wa kanisa akajibu, bibi harusi anaitwa Neema Achieng. Pastor Ezekiel alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Alichukua jina la mama yake? Aliuliza tena. Sijui sana historia yake. Wanasema ni yatima. Uso wa mchungaji ulipoteza tabasamu kabisa. Aligeuka taratibu kana kwamba mkumbukumbu nzito zilikuwa zimemrudia ghafla. Ndani ya mfuko wake wa ndani alikuwa amebeba picha ya zamani ambayo hakuwahi kuonyesha mtu yoyote kwa miaka mingi. Picha ya mwanamke aliyempenda zamani sana. Mwanamke aliyeitwa Grace Achieng. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu ya ajabu. Kanisa lilijaa wageni kabla hata ibada haijaanza. Mziki wa taratibu ulikuwa ukipigwa huku watu wakizungumza kwa sauti za chini.
Familia ya Daniel ilikaa upande wa mbele kabisa. Mama yake Daniel alikuwa akiwapokea wageni huku uso wake ukionyesha tabasamu ambalo halikuwa la kweli kabisa. Mara kadhaa aliwatazama watu waliokuwa wakimzungumzia Neema pembeni. Eti hana hata baba anayejulikana, mwanamke mmoja alinong'ona. Mwanangu asingekubali ndoa ya aina hiyo. Neema alisikia baadhi ya maneno hayo akiwa ndani ya chumba cha maharusi. Machozi yakaanza tena kumjaa. Mimi nimechoka kudharauliwa kwa sababu ya maisha yangu, alisema kwa sauti ya maumivu. Wanjiku alimkumbatia. Baada ya leo, kila kitu kitabadilika. Lakini muda huo huo, Pastor Ezekiel alikuwa ameketi peke yake ndani ya ofisi ndogo ya kanisa akiwa na mawazo mengi. Mikononi mwake alikuwa ameshika ile picha ya zamani. Alikuwa akiitazama mara kwa mara. Kama ni kweli, haiwezekani, alinong'ona. Mlango ukagongwa. Mchungaji, muda umefika. Alifuta macho yake haraka na kusimama. Lakini alipofika mbele ya madhabahu na kumwona Neema akiingia ndani ya kanisa akiwa amevaa gauni jeupe, miguu yake ilitetemeka kidogo. Kulikuwa na kitu usoni mwa Neema kilichomrudisha nyuma miaka mingi iliyopita. Machoni, tabasamu lake, na hasa mkufu mdogo wa fedha aliokuwa ameuvaa shingoni. Mkufu ambao mchungaji aliutambua mara moja. Mkufu aliokuwa amemnunulia Grace miaka 26 iliyopita. Muziki wa harusi ulipungua polepole huku wageni wote wakisimama. Neema alianza kutembea kuelekea madhabahuni akiwa ameshika maua meupe mikononi. Kila mtu alikuwa akimtazama, lakini macho ya Pastor Ezekiel yalikuwa tofauti. Hayakuwa ya kawaida. Alikuwa anajaribu kujizuia kutetemeka. Daniel alitabasamu alipomwona Neema akimkaribia, lakini mchungaji hakuweza hata kufungua Biblia vizuri. Mchungaji, uko sawa? Shemasi mmoja aliuliza kwa sauti ya chini. Niko sawa, alijibu kwa shida. Ibada ilianza. Tuombe. Lakini kabla hajamaliza sentensi, macho yake yaliangukia tena kwenye ule mkufu wa Neema. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Flashback za zamani zikaanza kurudi akilini mwake. Miaka mingi iliyopita alikuwa kijana maskini aliyependa mwanamke mmoja aitwaye Grace. Walikuwa wamepanga kuoana, lakini familia ya Grace iliwatenganisha kwa sababu ya umaskini. Siku moja Grace alipotea ghafla, na Ezekiel hakuwahi kumwona tena. Alitafuta kila mahali bila mafanikio. Lakini sasa, mkufu ule ule ulikuwa mbele yake, shingoni mwa bibi harusi yatima. Bwana Yesu, mchungaji alisema kimoyomoyo. Neema naye alianza kuona hali ya mchungaji ilikuwa ya ajabu. Mchungaji anaonekana kama mtu anayelia ndani kwa ndani, alimnong'oneza Wanjiku. Lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa kile ambacho kingetokea dakika chache zijazo. Kwa sababu siri kubwa iliyofichwa kwa miaka mingi ilikuwa karibu kulipuka mbele ya watu wote ndani ya kanisa. Pastor Ezekieli alijaribu kuendelea na maombi, lakini sauti yake ilianza kukatika. Baba wa mbinguni, tunaweka ndoa hii mbele zako. Akasimama ghafla. Kanisa lote likabaki kimya. Daniel alimwangalia kwa mshangao. Mchungaji, lakini Ezekieli alikuwa amemtazama Neema moja kwa moja. Mama yako aliitwa nani? Aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye mshtuko mkubwa. Kanisa lote likachamujikiwa. Neema naye akashangaa. Aliitwa Grace Achieng. Mchungaji akafumba macho haraka kana kwamba moyo wake ulikuwa umechomwa na kitu. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Na baba yako? Neema akatikisa kichwa polepole. Sijawahi kumwona. Machozi yakaanza kushuka kwenye uso wa mchungaji mbele ya wageni wote. Watu wakaanza kuangaliana kwa mshangao. Mama yake ya Daniel alinong'ona, kuna nini hapa? Pastor Ezekieli aliingiza mkono mfukoni na kutoa picha ya zamani iliyochakaa. Ndani yake kulikuwa na mwanamke kijana aliyekuwa amesimama pembeni ya mwanaume aliyekuwa bado kijana sana wakati huo. Neema aliitazama picha hiyo kwa makini.
Macho yake yakapanuka ghafla. Mungu wangu! Yule mwanamke kwenye picha alikuwa mama yake, na mwanaume aliyekuwa pembeni yake alikuwa mchungaji aliyekuwa amesimama mbele yake madhabahuni. Kanisa lote lilitulia kama hakuna aliyekuwa anapumua. Neema aliendelea kuishika ile picha kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. Macho yake yalijaa machozi huku akimwangalia Pastor Ezekiel kwa mshangao mkubwa. "Huyu ni mama yangu kweli," alisema kwa sauti ya chini. Pastor Ezekiel aliketi kwenye kiti cha mbele kana kwamba miguu yake ilikuwa imeishiwa nguvu. Daniel akamsogelea haraka. "Mchungaji, kuna nini kinaendelea?" Mzee huyo alipangusa machozi yake polepole. "Miaka 26 iliyopita, nilimpenda sana mama yake Neema." Kanisa likaanza kunong'ona tena. Pastor Ezekiel aliendelea. "Nilikuwa kijana maskini sana wakati huo. Familia ya Grace haikutaka kabisa tuwe pamoja. Walimpeleka mbali bila kuniambia. Neema alikuwa analia kimya kimya. Nilimtafuta kwa miaka mingi, kila mahali, lakini sikuwahi kumpata." Mama mmoja wa wazee kanisani akasema kwa mshangao, "Kwa hiyo, unamaanisha?" Pastor Ezekiel akainua macho yake taratibu. "Sikuwahi kujua alikuwa na mtoto." Daniel alimshika Neema mkono kwa nguvu huku naye akitetemeka kwa hisia. Lakini kabla hali haijatulia, mwanamke mmoja aliyekuwa ameketi nyuma kabisa alisimama ghafla. Alikuwa mzee aliyekuwa jirani wa zamani wa mama yake Neema kutoka Kisumu. "Acha niseme ukweli leo," alisema kwa sauti kubwa. Watu wote wakageuka kumwangalia. Mama yake Neema alikufa akiwa na maumivu makubwa sana. Kabla hajafariki, alinieleza kuwa baba yake Neema hakuwahi kuacha kumpenda, lakini kulikuwa na mtu aliyewatenganisha kwa makusudi. Uso wa Pastor Ezekiel ukabadilika ghafla. "Ni nani?" aliuliza kwa uchungu. Mzee huyo akatazama upande mmoja wa kanisa na macho yake yakasimama kwa mama yake Daniel. Kanisa likaanza kuchanganyikiwa. Mama yake Daniel alisimama kwa hasira. "Una maana gani kuniangalia hivyo?" Mzee yule akavuta pumzi ndefu. "Miaka mingi iliyopita nilifanya kazi kwa familia ya Grace. Nakumbuka vizuri siku dada yake Grace alipolazimishwa kuachana na Ezekiel." Pastor Ezekiel alisimama polepole. "Miriam," alisema huku akimtazama mama yake Daniel. Neema akashangaa. "Mnajuana?" Daniel naye alikuwa amepigwa na butwaa. Mama yake akaanza kupoteza utulivu. "Nilifanya kile nilichofanya kwa sababu ya familia yetu," alisema kwa ukali. Kanisa lote likawa kimya tena. Pastor Ezekiel akatikisa kichwa kwa maumivu. "Kwa hiyo, ni kweli, ni wewe uliomdanganya Grace kuwa nilikuwa nimemwacha?" Machozi yakaanza kutoka kwa Miriam. "Baba yangu hangeweza kukubali uolewe na mchungaji maskini. Nilimwambia Grace ulishaoa mwanamke mwingine ili akuache." Neema akashika kifua chake kwa uchungu mkubwa. "Kwa miaka yote hii, mama yangu aliishi akiamini baba yangu hakumtaka." Pastor Ezekiel alianza kulia wazi wazi mbele ya watu wote. "Nilimtafuta kila mahali." Daniel alimwangalia mama yake kwa maumivu ambayo hakuwahi kuwa nayo. "Mama, uliharibu maisha ya watu wawili." Miriam akalia kwa sauti. "Sikutaka mambo yafike hivi." Lakini maumivu yaliyokuwa ndani ya kanisa yalikuwa tayari makubwa sana. Neema aligeuka taratibu na kutembea kuelekea mlango wa kanisa huku macho yakimtoka. "Neema," Daniel aliita, lakini moyo wa Neema ulikuwa umevunjika vibaya kuliko siku yoyote maishani mwake. Kwa mara ya kwanza alikuwa amempata baba yake, lakini alipatikana katikati ya maumivu makubwa ya miaka mingi iliyopotea. Mvua ilianza kunyesha nje ya kanisa, huku Neema akisimama chini ya mti karibu na parking akiwa analia. Gauni lake jeupe lilikuwa linaanza kulowana, lakini hakujali. "Mama aliumia peke yake miaka yote," alisema huku akifuta machozi. Dakika chache baadaye, Pastor Ezekiel alifika polepole alipokuwa. Hakukuwa na mtu aliyesema chochote kwa muda. Mzee huyo alikuwa akimtazama Neema kwa macho yenye huzuni na upendo kwa wakati mmoja. "Unafanana sana na mama yako,"
alisema kwa sauti ya upole. Neema akageuka taratibu. Kwa nini hukuja mapema? Swali hilo lilimchoma moyo mchungaji. Ningekuja hata kwa miguu kama ningejua upo duniani. Neema akaanza kulia tena. Mama aliteseka sana, alifanya kazi za watu mpaka akafariki. Pastor Ezekiel alifunika uso wake kwa mikono. Samahani mwanangu, samahani sana. Ilikuwa mara ya kwanza maishani mwa Neema kusikia mtu akimuita mwanangu, na neno hilo lilivunja moyo wake kabisa. Alianguka kwenye kifua chake na kulia kwa uchungu mkubwa. Pastor Ezekiel naye akamkumbatia kwa nguvu huku machozi yakimtoka. Watu waliokuwa dirishani kanisani walikuwa wanatazama tukio hilo huku wengine wakilia. Daniel alisimama pembeni akiwa kimya kabisa. Hakuwahi kumwona Neema akiwa na hisia nzito hivyo. Baada ya dakika kadhaa, Pastor Ezekiel alimshika Neema mabega na kusema, kama utaniruhusu, nataka nibaki baba yako kuanzia leo mpaka mwisho wa maisha yangu. Neema hakujibu kwa maneno. Alimkumbatia tena kwa nguvu zaidi, na kwa mara ya kwanza tangu utoto wake, alihisi ana familia. Baada ya mvua kupungua, watu walirudi ndani ya kanisa taratibu. Hakuna aliyekuwa akizungumza kwa sauti kubwa tena. Kila mtu alikuwa bado amebuswa na yale yaliyotokea. Mama yake Daniel alikuwa ameketi pembeni akiwa analia kimya kimya. Hata wale waliokuwa wakimdharau Neema mwanzoni, sasa walikuwa wanamwangalia kwa heshima tofauti. Daniel alimkaribia Neema taratibu. Uko sawa? Neema akamwangalia kwa macho yenye uchovu wa hisia nyingi. Sijui hata najisikiaje. Daniel akashika mkono wake. Lakini sasa hauko peke yako tena. Pastor Ezekiel alisimama mbele ya madhabahu tena, safari hii akiwa ametulia zaidi. Aliwatazama watu wote kabla ya kusema, leo Mungu amenikumbusha kitu muhimu sana. Kuna siri ambazo binadamu huficha, lakini muda ukifika, ukweli hujitokeza. Kanisa likawa kimya kabisa. Aliendelea, nilipoteza miaka mingi nikidhani mwanamke niliyempenda alinichukia. Neema naye akakuwa bila baba. Lakini leo Mungu ameturudishia kile tulichopoteza. Machozi yakaanza tena kwa watu wengi kanisani. Kisha mchungaji akageuka kwa Daniel. Mwanangu, bado nataka kumuoa Neema baada ya yote yaliyotokea leo? Daniel hakusita hata sekunde, hata leo kuliko jana. Wageni wengine wakaanza kupiga makofi ya polepole. Daniel akamgeukia Neema. Mimi nilikupenda kabla sijajua historia yako, na nitakupenda zaidi baada ya leo. Neema akaanza kulia tena, huku akitabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Na hapo ndipo kanisa lilianza kuhisi kuwa siku hiyo haikuwa tena kuhusu harusi tu. Ilikuwa kuhusu uponyaji wa familia iliyokuwa imevunjika kwa miaka mingi. Jioni ilipoanza kuingia, taa za kanisa zilikuwa bado zinawaka, huku wageni wachache wakibaki kushuhudia mwisho wa ibada hiyo ya kihistoria. Safari hii, Pastor Ezekiel alisimama mbele ya madhabahu akiwa na nguvu mpya moyoni. Pembeni yake alisimama Neema akiwa ameshika mkono wa Daniel. Lakini tofauti ya sasa ilikuwa moja kubwa. Neema hakuwa tena yatima wa moyo. Pastor Ezekiel aliwaangalia kwa macho yaliyojaa machozi ya furaha. Leo si tu kwamba ninafungisha ndoa, alisema kwa sauti nzito ya hisia. Leo nimepata tena sehemu ya maisha yangu niliyodhani nimeipoteza milele. Kanisa lote likawa kimya. Kisha akamgeukia Neema. Mwanangu, utanipa heshima ya kukuita binti yangu mbele ya watu wote? Neema alianza kulia huku akicheka kwa furaha. Ndiyo baba. Neno hilo lilimvunja kabisa Pastor Ezekiel. Aliinama kidogo akilia huku watu wengi kanisani wakifuta machozi yao. Daniel alimkumbatia Neema kwa upendo mkubwa. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya maumivu, siri na mateso, familia iliyokuwa imevunjika ilipata amani. Pastor Ezekiel akainua Biblia yake na kuanza maombi ya mwisho.
Bwana, asante kwa sababu hakuna mtoto anayesahaulika mbele yako. Kanisa lote likaitikia, Amina. Na siku hiyo, watu wengi waliondoka kanisani wakikumbuka jambo moja muhimu sana. Wakati mwingine, Mungu huchelewa kujibu, lakini anapojibu, huponya maumivu ya miaka mingi kwa siku moja tu.